asifiwe. Thank you, praise and worship. Asante kikundi cha kuimbaji. You can have your seats. Unaweza kuketi. Can we clap for them? Tunaweza kuwapigia mikono. Can we clap for them? Tunaweza kuwapigia mikono. They are doing a lot of work Wanafanya kazi kubwa sana because they understand who God is. kwa sababu wanaujua Mungu ni nani. And I would like to request, Na ninataka nikaulize, let's all of us be seated. sote na tukakae chini. Praise God. Bwana asifiwe. I am very happy today. Niko na furaha nyingi asubuhi ya leo. I have the joy of the Lord. Niko na furaha ya Bwana. I don't take it for granted to be here today. Sichukui kama mchezo kuwa mahali hapa leo. I know God has something for me. Najua Mungu ako na sababu kwangu. And you too. Na wewe pia. So I am happy to be in the house of Kwa the Lord. hivyo niko na furaha kuwa ndani ya nyumba ya Bwana. And I also, you are similarly too. Na wewe pia najua uko hivyo. I usually say you don't wake up for granted. Kila wakati mimi nasema mtu amuki kwa sababu kwa bahati. It is God. Ni Mungu tu. That's why I'm happy in this house of the Lord. Kwa hivyo ndio sababu niko na furaha ndani ya nyumba hii ya Bwana. And I am very happy and I'm sure I have a responsibility. Na nina furaha na ninajua ya kwamba niko na jambo la kujivunia. I know God has already given me some gifts. Najua ya kwamba Mungu amenipatia kibao. You may not be able to know. Unaweza kuwa huwezi kukitambua. God might have given you a gift. Mungu anaweza kuwa amekupa kipao. You may not be aware. Unaweza kuwa ujui. That's why I have to emphasize, even me, I have a gift. Na ndicho sababu natia nguvu ya kwamba And I know you also have one. na ninajua na wewe uko na moja. You must use it. Ni lazima You ukaitumie. must use it. Ni lazima ukaitumie. Praise the name of Bwana God. asifiwe. Let's pray. Tuombe. Father, in the name of Jesus Baba, Christ, katika jina la Yesu, we come in front of you at this moment. tunakuja mbele zako asubuhi ya leo. We started with you. Tulianza na wewe. And Lord God, we need to be with you. Na kwa kweli tunataka tuwe As we pamoja. get for you to speak to us, Ukazungumze nasi, may you guide us. utuongoze. Let this word be a blessing to everybody. Wacha neno likawa ni baraka kwa May kila the mtu. Holy Spirit work in us. Roho wako Mtakatifu akafanye kazi ndani yetu Use me as a vessel, na unitumie kama chombo. not my words. Sio neno The zako, words inspired lakini ni neno zilizotia nguvu His Bible. In your word. katika neno lako. Thank you, Lord. Asante In Mungu. Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. I would like to ask our brother Ningetaka kuuliza ndugu yangu atusomee some words in the Bible. akasome Some words in the Bible neno fulani katika kitabu as an introductory passage. kama jambo la kujulia Praise kuanzisha. God. Amen. Matthew chapter 24, Mathayo 24 verse 42 to 43. Mathayo 24 mstari wa 42 40. to 43. And I said this is an introduction passage for us, Nimesema ya kwamba huu ni mwanzo tu so that we can know ili tukaweze kujua before we speak on our topic, kabla tutaongea juu ya ujumbe wetu what are we waiting? tunangojea nini. Praise God. Bwana asifiwe. Read for us, brother. 40 na Matthew 24, verse 42 43. Kesheni basi, kwa maana amjui ni siku ipi atakayekuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angelijua ile zamu mwivi atakavyokuja, angelikesha, wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani Mwana wa Adamu yoaja. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Praise God. Amen. That is the word of God. Hilo ni neno la Mungu. I welcome all of you. Na wakaribisha nyote, Those who are listening, wale ambao those who mnasikiliza are watching us online, na wale mnatutazama kwa be mtandao, with us muwe pamoja nasi in this sermon of today. kwa ujumbe wa leo. Ask the person next to you to Uliza aliye karibu nawe, uliza mwenye karibu, prepare yourself, amwambie ajitayarishe. Let's
prepare ourselves tujiandae sisi to receive the word. kupokea neno. Nasema uulize mwenye wako karibu na sio mimi unaniuliza. Ask the person next to you. Are you ready to receive the word? Uko tayari kupokea neno? Are you ready to receive the word? Uko tayari kupokea neno? Tell him how to stay alert. Mwambie yeye akae macho. Because if you sleep, Kwa maana ukilala, I will tell you to stand up. I will tell you to stand up nitakwambia usimame and give us an energizer. na utupatie kitu cha Praise the kututia. name of God. Amen. Do you know you, me, everybody is a servant? Unajua wewe na mimi kila mtu ni mfanyikazi. Do you know you are a believer? Wewe unajua ya kwamba ni muamini. Do you know you are a steward? Wewe unajua ni mfanyikazi. Praise the name of God. Bwana asifiwe. Everybody here is a steward. Kila mmoja aliye hapa ni mfanyikazi. Everybody here is a servant. Kila mmoja hapa ni mfanyakazi. Everybody here is a believer. Na kila mmoja ni yule anaamini. Praise the name of Bwana God. asifiwe. Our topic today, Kichwa chetu leo, preparing for the Lord's coming, kuandaa kuja kwa Bwana, comma, weka comma hapo, tia hiyo. alafu weke faithful servant. Na uweke mfanyikazi mwaminifu. Faithful servant. Mfanyikazi mwaminifu. Praise God. Bwana asifiwe. Make sure you are with us. Hakikisha kwamba tuko pamoja. Preparing for the Lord's coming, Kuandaa kuja tena kwa Bwana, comma, faithful servants. na kwa mfanyikazi mwaminifu. Praise God. Bwana asifiwe. I start by asking you a question. Nitaanza na kukuuliza swali. Are you really prepared Kweli wewe umejiandaa to be a faithful servant? kuwa mfanyikazi mwaminifu? Are you sure you are prepared to be a faithful Uko servant? na uhakika ya kwamba utakuwa mfanyikazi mwaminifu? Don't answer me. Usinijibu mimi. Don't answer me. Usinijibu. Who is a faithful servant? Aliye mwaminifu mfanyikazi ni nani? Hebu jiulize, who is a faithful servant? Ask yourself, who is a faithful servant? Jiulize, ni nani mfanyikazi mwaminifu? Is that servant who has confident expectation? Ni yule mfanyikazi aliye na uhakika, Confident expectation ya matarajio. aliye na Uhakika wa matarajio. Praise God. Amen. Has the desire with the expectation of receiving fully what he requires. Ako na kule kutamani kupata. Bwana asifiwe. Amen. Tushangilie ndugu yetu. Amen. Amen. Praise God. Amen. Let's clap for him. Tumpigie mkono. I know some may be called here to translate, Wengine wanaweza kuta and they will watafsiri be stranded. na wakwa. So let's clap to him properly. Tumpigie mikono. Praise God. Amen. Amen. We have asked ourselves, who is a faithful servant? Tumejiuliza, je, ni nani aliye In mfanyikazi simple mwaminifu? terms, Kwa ufupi tu, a confident, somebody who expects confidently. ni mtu yule anatarajia akiwa na uaminifu. Or somebody with a confident expectation. Akiwa na uaminifu wa kungojea. And with the desire expecting to receive fully. Na akiwa na mapenzi ya kutamani kupata kikamilifu. Praise God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. Faithful servant. Mfanyikazi mwaminifu. Jesus was talking to the disciples. Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi. In Matthew 24, Mathayo 24, 45. 45. Was asked, who then is the faithful and the prudent servant? Akauliza, je, ni mfanyikazi aliye mwaminifu na Whom kweli? the master has put in charge of his household Ule mkubwa wake amemweka kukaa katika nyumba, to distribute to them kupeana kwa wao food at the proper time. chakula wakati unaofaa. If you read in Matthew 24:46, Ukisoma Mathayo 24:46 you get to understand. utaenda kuelewa. Blessed is the servant whom his master on his arrival finds doing so. Amebarikiwa mfanyikazi yule atapatikana na mkuu wake akiwa anafanya hivyo. Praise God. Amen. And I said Jesus was telling his disciples
Nikasema ya kwamba Yesu alikuwa anawafunga about the signs of his coming. Akiwaeleza ishara za kurudi kwake. And the Father in chapter 25 of Matthew, na pale kuendelea katika kitabu cha Mathayo, you read verse 1 to 46. Ukisoma mstari wa kwanza 46, Jesus found for them to understand. Yesu akapata kwao kuelewa, he used parables. Alitumia mafumbo. Praise God. Amen. For them to understand, kwa wao kuelewa, he used parables. Akatumia mafumbo. And he talked about 3 parables. Na akaongea juu ya mambo matatu, in which the Lord revealed kwa mahali ambapo on what to do, alionyesha watu jinsi ya kutenda, how to prepare for his coming, na vile ya kutengeneza kuja kwake. That's why our brother read to us in Matthew, ndicho ndugu alisoma katika kitabu cha Mathayo, you don't know when he comes, ya kwamba ujui atakuja lini. You can remember what he has read. Utakumbuka jinsi amesoma. Praise God. Amen. 3 parables. Mafumbo matatu. 3 parables. Mafumbo matatu. 1. Ya kwanza. In Matthew 25:1-13. Mathayo 25, he talked about the 10 virgins. Akaongea juu ya wanawake wanawali 10. 10 virgins. Wanawali 10. 5 were wise. 5 walikuwa werevu. 5 were foolish. Na 5 walikuwa jinga. Bwana asifiwe. Amen. They were waiting in a wedding feast. Walikuwa wanangojea katika karamu ya harusi. And Jesus had to relate this with the kingdom of heaven. Na Yesu alikuwa afananishe hiki na ufalme wa mbinguni. The 10 virgins had lamps. Wale wanawali walikuwa na taa 10. They were prepared to wait for the bridegroom. Walikuwa wanajiandaa kungojea harusi. 5 wise, 5 foolish. 5 wajinga, 5 werevu. Praise God. Bwana asifiwe. And they waited. Na wakangojea. They waited. Wakangojea. The 5 who were foolish. Wale walikuwa wajinga. The 5 who were foolish. 5 wale walikuwa wajinga. Harusi. You can't say they were not there. Uwezo ukasema hawako hapana. But they were not prepared. Lakini hawako wamejiandaa. You can be a believer. Unaweza kuwa you can be a steward. Unaweza kuwa you can be a servant. Ukawa mfanyikazi. But you are not prepared fully to be a faithful servant. Lakini haujajiandaa kikamilifu kuwa mwaminifu. Bwana asifiwe. Amen. When the bridegroom came, wakati bibi harusi alikuja, a cry at midnight. Sauti usiku katikati. A sign to show the bridegroom is coming. Ishara ya kuonyesha mwenye harusi anakuja. Remember they were asleep. Kumbuka walikuwa wamelala. Around midnight. Usiku katikati. Remember they have been waiting all through. Kumbuka walikuwa wamengojea sana. So they must have been tired. Kwa hivyo walikuwa wamechoka. But a group forgot. One group forgot. Kundi moja likasahau. They were not prepared. Ya kwamba hawakuwa wamejiandaa. When the bridegroom was coming, mwenye harusi alipokuja, and they realized, wakajua, the foolish 5 started borrowing oil. Wale wajinga wakaanza kuomba mafuta for their lamps. Kwa ajili ya taa zao. The 5 told them, na 5 we only have enough for us. Sisi tuna ya kutosha kwetu. Make sure you are not told, I only have enough for myself. Sisi hujaambiwa na mtu hapa. You might be here. Unaweza kuwa mahali hapa. And don't start borrowing the last hour. Usianze kuomba. Because I will tell you, kwa sababu nitakwambia, what I have is mine. Kwa maana nitakwambia kile ninacho ni changu. That's why I said we are all believers. Kwa hivyo ndio nikasema sisi we are all stewards. Sote ni wafanyikazi. We are all servants. Sote ni wafanyikazi. We are here in the church. Tuko hapa kanisani. Then when the time comes, hata wakati ukiwadia, you don't start borrowing Mr. Boniface. Usianze kuomba Boniface. He has only for himself. Hapo na yake. You don't start borrowing Grace. Unaanza kumuomba Grace has only for herself. Grace yako na yake. Praise God. Bwana asifiwe. You might be here. Unaweza kuwa mahali hapa. Your lamp is empty. Na taa yako haina mafuta. Make sure you are fully prepared. Hakikisha kwamba umejiandaa. To be a faithful servant. Kuwa mfanyikazi mwaminifu. The 5 went out. Wale 5 wakatoka. To look for oil. Wakatafuta mafuta. When they came, waliporudi tena, they found the 5 wise. Wakapata ya kwamba wale left. Wameenda with the bride. Na pamoja na the bridegroom. Na bibi harusi. What a mess. Make sure, what a mess. You might be the church. Unaweza kuwa kanisani. When the time comes, na wakati unapokuja, you are not prepared. Ukapanga, you start borrowing. Unaanza kuomba. You start borrowing. Unaanza kuomba. You get out. Unatoka nje. Utapata Yesu amekuja na ameenda na watu wake. Bwana asifiwe. You will come back and find Jesus has gone with the selected. Utarudi upate Yesu ameenda na wale hawajui. Praise God. Amen. You must be here. Lazima uwe mahali hapa ukiwa umejiandaa. Praise God. Bwana asifiwe.
Jesus wanted to relate the kingdom of God with that. Yesu alitaka kufananisha ufalme wa mbingu na mambo hayo. Make sure your lamp has oil. Hakikisha kwamba taa yako iko na mafuta. Make sure your lamp has oil. Hakikisha taa yako iko na mafuta. Don't go to sleep like the others. Usiende kulala kama wale wengine. Ukifikiria they are also like you. Ati kama wao ni don't go to sleep thinking that the others are like you. Usiende kulala ukifikiria wale wengine kama wewe. Because they know their lamps have oil. Kwa sababu wao wana hakika ya kwamba mafuta zao ziko na mafuta. That's why ndio sababu each person is given his own gifts. Kila mmoja amepewa kipawa chake. Praise God. Bwana so don't sleep. Usilale. Don't sleep. Usilale. Waiting. Ukingojea. Borrow. Kuomba. You have been here. Umekuwa mahali hapa. And you are not prepared now for servant. Na hujakuwa mfanyikazi mwaminifu. You come at time. Kutakuja wakati. At midnight. Usiku kati. You will realize. Utajua ya kwamba. You have wasted all your time. Umeharibu muda wako wote. Wewe umelala tu. You have been sleeping. Umekuwa ukilala. Time has come. Wakati umewadia. Jesus comes. Yesu anakuja. You wake up. Unaamka. You realize you are alone. Unajipata huko peke yako. You start borrowing. Unaanza kuomba. Tell the person next to you you only have for yourself. Mwambie aliye karibu nawe niko na kutosha. Tell the person next to you you only have for yourself. Mwambie aliye karibu nawe ya kwamba uko na ya kukutosha. Praise God. Bwana asifiwe. Make sure you read this word. Hakikisha umesoma haya maneno. Understand the word. Na uelewe haya maneno. And stop borrowing the last hour. Na uache kuomba wakati wa mwisho. If you are a believer, kama wewe ni you are steward, unamfanya kazi. You know God. Unajua Mungu. But it will be unfortunate. Itakuwa si mzuri. When the time comes, wakati utawadia, na realize na ujue kwamba all your time has been wasted. Wakati wako wote umeharibu bure. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Wakakuja wakapata milango imefungwa. They found the doors locked. Wakapata milango ilikuwa imefungwa. The five watano wale were walking the spirit of light shining in the dark world. Walikuwa wanaweka taa zao kuwaka katika ulimwengu wa giza. The five had light shining in the dark world. Walianza kuhakisha the light of Jesus. The light of Jesus. The light wa Yesu was shining in the dark world. Ulikuwa unawakisha ulimwengu wa giza. But because they were in the spirit, lakini kwa sababu walikuwa ndani ya kiroho, they understood the time. Walielewa na wakati. They were prepared. Wakawa wamejiandaa. They were prepared. Wakawa wamejiandaa. I said last time, nilisema siku nyingine, spirit can only communicate with spirit. Roho anaweza kuzungumza na roho. The body will not talk with the spirit. Mwili hauwezi kuzungumza na mwili. If you are in spirit, kama uko ndani ya roho, the spirit of God will also communicate with you. Roho wa Mungu atazungumza nao. If you are physically by yourself, kama wewe uko ndani ya kimwili, that physical meat body, ule mwili wa kimwili wa kiutu, you have to work very hard. Ni lazima ufanye kazi zaidi. The five were shining the light of Jesus. The one who was given five, yule alipewa tano. When the master came, mkubwa aliporudi, he found him with 10. Akampata akiwa na 10. Some interest and accrued. Alikuwa amezidisha ikakuwa 10. The one who had 2 was found with 4. Na aliye na kuwa na 2 ikawa amezidisha 2. The one who had 1, na yule aliyokuwa na 1, dug a hole, alichimba shimo na akafunika. Na akafunikia pale. Bwana asifiwe. Amen. You have some gifts. Wewe uko na kipawa. You have a responsibility. Na uko na jambo la kufanya. Remember, God gives you according to your ability. Kumbuka ya kwamba Mungu anakupatia kuweza kulingana na uwezo wako. So if you are given little, kwa hivyo ikiwa umepewa chache, God uses a plumb line. Anakupatia mahali ya kupima. Anapima. Anaona you are only equivalent to 5 kilos. You are only given to what he gives you. Wewe unatoshana na kile alikupatia. If you have more, ukiwa na nyingi, God has seen you. Mungu amekuona. And he has found. Na akapata. You have the capacity to carry more. Uko na uwezo wa kubeba zaidi. The one who was given 1, ule aliyepewa 1, dug a hole, alichimba put it on the ground, na akashika. and when the master came, na
he had still that one. alikuwa na hiyo moja tu. I think he went for gossiping. Na kingine nafikiri alienda kuchekea. Alitimia chini akaenda kupiga mshene. Praise God. I think he dug it there and he had to spend time very badly. Alichimba shimo na akatuacha na akaenda kufanya kazi. He just went to do gossiping. Let me say that. Akaenda kufanya because he proves to be not useful. Akaonyesha kwamba yeye si mtu wa maana. When God gives you a gift, wakati Mungu anakupatia kibali, be responsible. Uwe na you must be responsible. Lazima. I said we are all servants. Na nikasema kwamba sisi we are all believers. Na sote tunaamini. We are all stewards. Na kufanyikazi. God will give according to your ability. Mungu atakupatia kulingana na you must work hard. Ni lazima ufanye kazi. To prove to be a faithful servant. Utilisha kuwa wewe ni mwaminifu. The one who got one, yule aliyepewa, when the master came, mkubwa alipokuwa, was told you lazy. Akamwambia wewe, you wicked. Wewe bure. You wicked. Wewe mtu mbaya. Praise God. Amen. And what he had was taken and given to one who had 10. Akili alikuwa nacho kilichukua kwa hiyo. So if you don't work hard, kwa hivyo kama what you have, kile uko nacho, will be taken, will be given the one who has more. Kipewe ujue because you have not proved to be a faithful servant. Maana hujaamini, hujakuwa mwaminifu. You have a gift. Uko na you have a responsibility to take care of your gift. Na uko na wakati wa kuangalia. You have to be careful. Ni lazima to be taken. Itachukuliwa. Be given to the one with 10. Ipewe yule ako na 10. Praise God. Bwana asifiwe. I said we are all believers. Nikasema kwamba we are all stewards. Sisi ni wafanyikazi. You have a specific gift. Na uko na kipawa cha maana. But you must work very hard. Lazima ukifanyie kazi. You must work very hard. Ukakifanyie kazi. And Jesus describes each believer as a servant. Na Yesu akaeleza kila mmoja kama mfanyikazi. As a steward. Na kama given various gifts. Waliopewa vibao mbalimbali. And the responsibilities. Na mambo ya kufanya. And you will bless the faithful one. Na nitakabariki waliokuwa. And he will declare. Na atajulisha. Well done to the must use it properly. Lazima ukakitumie vyema. Otherwise to be taken. Sio give it to the one who has more. Na kipewa aliye. You will be called a blessed man. Utakuwa mtu you will be a blessed man. Utakuwa mtu mfifu. I'm using a man because a man is. Mathayo 25:25. Right, you will read it later. Utasoma baadaye. So if you are given responsibilities. Kwa hivyo kama umepewa jambo la kufanya, you start arguing. Uache mambo ya kuongea. You start talking about what you are supposed to do. Vile unatakiwa kufanya. Take your responsibility serious. Chukua kazi hiyo kwa uaminifu. Make yourself responsible. Jichukue na wewe uwe mtu mwaminifu. You have a gift. Uko na kipawa. Don't sleep on it. Usikilalie. Bwana asifiwe. Amen. And I say, I repeat again, we are all servants. Wacha nirudie tena, sote ni wafanyikazi. We are all stewards. We are all believers. Na sote tunaamini. Simply because everybody has been given a specific gift. Kwa sababu kila mmoja amepewa kipawa cha maana. Praise God. The third parable. Fumbo la tatu about the sheep and the goats. Ni juu ya mbuzi na kondoo. Praise God. Amen. The sheep and the goats. Mbuzi na kondoo. The sheep and the goats. Mbuzi na kondoo. And you know Jesus related to this. Na unajua Yesu alifananisha hii kingdom of heaven na ufalme wa mbinguni. The sheep, kondoo represented those with pure religion. Wale walikuwa na dini ya kweli. Pure religion. Dini ya kweli. And the goats, na mbuzi, were the one who had no pure religion. Ni wale ambao hawakuwa na dini ya faana. Bwana asifiwe. Amen. The sheep was related to the ones with pure religion. Kondoo walikuwa wamefananishwa na wale walikuwa na dini ya utakatifu. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So when he talked to the disciples, alipokuwa akizungumza na wanafunzi, he said to them, akawaambia, practice what is pure, fanyeni kile kilicho kitakatifu, dignified before God, mjitakaze mbele za Mungu. Na akaambia chini akasema, visit the widows, mtembelee wajane, the fatherless, walisio na mababa. Those are the ones who had a pure religion. Hao ndio walikuwa na dini ya kweli.
Let not the afflictions of the world not carry you or spoil you. Msiache mambo ya dunia ikawabebe. That one you read James 1:27, you get to know about that. Hayo utasoma katika kitabu cha Yakobo 1. Bwana asifiwe. Amen. Those were examples Jesus wanted to explain to the disciples about the kingdom of heaven. Hiyo ni mifano Yesu alikuwa anapatia wanafunzi wake In simple terms. Kwa urahisi tu. Those who are ready, wale ambao wako tayari, are the ones who are walking in spirit. Wale ambao wanatembea katika roho. Are you walking in spirit? Wewe unatembea ndani ya roho? Number 2. Ya pili. Those who are serving their gifts. Wale ambao wanafanyia kipawa chao kazi. Fulfill their calling. Kutimiza wito wao. Bwana asifiwe. Amen. You have a calling. Uko na wito. But what you do, lakini kile unachotenda is contrary to your calling. Kinakataa wito wako. You will be counted out. Utahesabiwa nje. You are losing points like a safari rally car. Unakosa point kama safari car. You might be here. Unaweza kuwa mahali hapa. You have to be careful. Lazima ujiangalie. That you don't lose points. Ili usipoteze points. Like a safari rally car. Kama zile gari za kukimbia. Bwana asifiwe. Amen. Remember, all the cars are on the road. Kumbuka magari yote yako barabarani. That's why I said all of us are believers. Ndio nikasema sote tuko at the end, na mwisho you start hearing car number 10. Unaanza kusikia gari namba 10. Driven by Mr. So and so. Ikiendeshwa na fulani. Has lost 900 points. Imepoteza point. You might be number 1. Unaweza kuwa. But the points you have lost are more than the last person. Lakini zile point umepoteza ni nyingi kuliko za wakuu mwisho. It depends. Inategemea. You are faithful servant. Wewe ni mwaminifu, ni mfanyakazi mwaminifu. I repeat again. Ninaturudia. We are all believers. Wote ni waaminifu. We are all stewards. Sisi ni wafanyakazi. We are all servants. Sisi ni wafanyakazi. You have a specific gift. Uko na kipawa cha. But you have to be responsible. Lakini lazima ujiangalie kwa. Otherwise the little you have, kwa maana kile kidogo uko nacho will be taken. Inaweza kuchukuliwa. Give the one who proves to be responsible. Kilepewe yule aliye na maanisha sana. Those responsible, na wale ambao will enjoy happiness with their master. Wataanza kufurahia pamoja na bwana wao. Remember the weak one. Kumbuka the lazy one. Wale ambao ni wavivu. We don't know where he went. Tujui walienda wapi. After what he had was taken. Baada ya kile alikokuwa nacho kilichochukuliwa. Bwana asifiwe. Amen. Helping the needy. Kusaidia walio na. If you are a faithful servant. Kama wewe ni mfanyikazi mwaminifu. Walking in spirit. Ukitembea ndani ya roho. Serving your gift in fulfilling your calling. Ukitenda kazi na kutimiza wito wako. If you have a calling. Kama uko na wito. And you are a gossiper. Na wewe ni. You are not fulfilling. You are not fulfilling. Haufanyi kazi hiyo vizuri. That's why I said we are all believers. Ndio nikasema sisi wote ni waaminifu. How many na nikauliza are fulfilling their gifts in their calling? Ni wangapi wanatimiza wito wao katika kazi yao? You have to watch out. Ni lazima ujitazame and help the needy. Na uwasaidie walio na. The last part. The last part. Ile ya mwisho. I would like to ask. Ningetaka kuuliza. For you to be awake. Kwako kuwa umeamuka. And don't blame anybody. Na usilaumu mtu. Don't blame anybody. Usimlaumu mtu. When the time comes, wakati unapowadia, it's good to understand how God makes a faithful servant. Ni lazima ukajue jinsi Mungu anatengeneza mfanyikazi mzuri. So that you don't blame anybody. Ili usije ukalaumu mtu. And that's why this Bible, na hizo maandiko haya, ask clear language. Kwa swali lingine, for you to ask a clear language. Iko na lugha inayoeleweka. Kuna lugha inayoeleweka. So that each person can read and understand. Ndipo za kila mmoja aweze kusoma na kuelewa. I'm in the last part. Niko katika kifungu cha mwisho. How God makes a faithful servant. Ni nini kitani kinachomfanya? Point number 1. Namba 1. God makes faithful servants through trials. Mungu anatengeneza mfanyikazi mwaminifu kupitia kwa majaribio. James chapter 1 verse 4. Yakobo fungu la kwanza. It tells you verse 4. Mstari wa 4. Perseverance, be perfect. Kuvumilia, be perfect. Na uwe mkamilifu. So you may be perfect and complete. Unaweza kuwa mkamilifu, lacking nothing. Ukiwa umekosa. Praise God. Amen. God develops faithful servants through trials and difficulties. Mungu anatengeneza mfanyikazi mwaminifu kupitia. That's why
Na ndio sababu in the Bible you realize the story of Joseph. katika Biblia unajua mambo ya He Joseph. was a slave Alikuwa and a prisoner. A slave and a prisoner. alikuwa mtumwa na mfungwa. All this Mambo hayo yote were preparing Joseph alikuwa ni ya kumtengeneza, kumwandaa Joseph to be a second in command awe wa pili katika uongozi in Egypt. katika nchi ya Misri. Remember what happened to him and his brothers. Kumbuka yaliyofanyika kwake na ndugu All zake. these trials. Majaribio hayo yote. Until he was sold to Egyptians. Akauzwa kwa Misri. Remember, Kumbuka these were steps for God to lift this man. hizi zilikuwa ni hatua za kumuinua huyo mtu. Remember his brothers Kumbuka ndugu zake telling him you are a dreamer. wakamwambia wewe ni mtu wa kuota And you will bow down in front of me. na mtanipigia magoti. And they started fighting him. Na wakaanza kumpinga. They started calling him a dreamer. Wakaanza kumuita mtu wa kuota ndoto. Somebody for dreaming. Mtu wa kuota ndoto. So don't, sometimes you respect people dream. Wakati mwingine heshimu ndoto za watu wengine. But some preparation for Joseph. Yalikuwa ni njia ya kumwandaa. God allowed Moses. Mungu akamkabalisha Moses 40 years in the wilderness. kukaa miaka 40 katika In the jangwa. jangwani. To prepare him to lead the Israelites. Kumwandaa ili aongoze Waisraeli. It was not easy job. Sio kazi iliyokuwa rahisi. How many have worked in areas with a degree of 42 degrees? Nani ambaye kufanya kazi mahali kuna 42 degrees? Bwana asifiwe. Amen. I'm trying to express Najaribu kueleza a life in the wilderness. Maisha katika 40 years. miaka 40 Only to prepare Moses. Kuandaa Musa A leader of the Israelites. aweze kuwa kiongozi wa Israeli. God allowed David. Mungu akamkabalisha Daudi To be persecuted by Saul. Akateswa na Sauli Up to the even extent of even not almost to kill him. kukafikia hata wakati wa kutaka kumuua. But God, he had the heart of God. Lakini Daudi alikuwa na roho ya I think you know the story of Saul properly. Unajua story ya Sauli vizuri. When the Spirit of God left him, Wakati roho wa Mungu alipomwacha, things went bad. Mambo yakaenda mrama. And he became jealous. Na akakuwa mwenye wivu. He became jealous. Akakuwa mwenye wivu. And they started to hunt David. Na akaanza kumuinda Daudi. All these were trials. Hayo yote yalikuwa ni majaribio. God had a good plan for David. Lakini Mungu alikuwa na mpango mzuri kwa Daudi. A king in making. Mfalme aliyekuwa anangojea. Tell the person next to you, you are a king in making. Mwambie aliye karibu naye kwamba wewe ni mfalme anayengojea. You are a king in making. Are you not sure of yourself? Hauna uhakika wako. You must be sure of yourself. Lazima uwe na hakika kwa sababu yako. Confident expectation. Kuwa na uhakika na kungojea. For a faithful servant. Kwa ajili ya mfanyikazi mwaminifu. God makes servants through waiting seasons. Mungu anatengeneza uaminifu kupitia kwa kungojea kwingi. Abraham is a good example. Abrahamu akawa ni mfano. For 25 years. Kwa miaka 25 waiting to get Isaac. Akingojea kumpata Isaka. But later on, lakini baadaye he received a son. Akapata mtoto wa kiume. Promised one. Aliyekuwa wa haki. Joseph had to wait for years. Joseph alikuwa ngojea miaka. For his brothers and his father, kwa ndugu zake na baba yake, to bow down to him, wampigie magoti, when he was second in command. Aliyekuwa akiwa mkubwa kule hivi. You can remember the time he was a dreamer. Unaweza kukumbuka wakati alikuwa anaota. Up to the time he became second in command in Egypt. Kufikia wakati aliyekuwa namba 2 kule Misri. I can't know how many years it was. Sijui ni miaka ngapi ilikuwa. Must have been a lot of years. Lakini lazima kuwa ni miaka nyingi. God had a plan for him. Lakini Mungu alikuwa na mpango kujulia. So God makes servants through waiting seasons. Kwa hivyo Mungu anatengeneza wafanyikazi kupitia kwa kungojea kwingi. And he became a king. Na akawa mfalme. Point number 3. Ya tatu. God makes faithful servants through his word. Mungu anatengeneza wafanyikazi waaminifu kupitia kwa neno lake. 2 Timothy 3:16 to 17 says, Timotheo wa pili chapter 3:16 mpaka 17.
kufika 10. It says all scripture, ya kwamba maandishi yote God breathed, imewekwa pumzi na Mungu, inspired, imewekwa pumzi na Mungu, useful for teaching, iwe ni nzuri kwa kufunza, rebuking, na kukemea. So when you are told you are wrong, wakati unaambiwa kwamba wewe umekosea, think twice fikiria mara mbili before you say no, I'm not wrong. Kabla hujasema sija